Wanawake, haleluya. Hiyo sio sauti ya mwanamke ambaye ni jasiri, mwanamke shujaa, mwanamke aliyembeba Yesu. Natamani kusikia kelele, shangwe na vigeregere kwa wanawake waliombeba Yesu. Haleluya wanawake. Heri ya siku ya wanawake. Bwana asifiwe. Wanaume, haleluya. Wanaume, haleluya. Tunajua na sisi wengine tuko hivi tulivyo kwa ajili yenu. Amina. Ukiona mwanamke anang'aa sana, huo mng'ao nyuma yake kuna mwanaume. Hebu muangalie usoni. Bwana asifiwe sana. Narudia, ukiona mwanamke amependeza sana, nyuma yake kuna mwanaume. Kuna mwanamke mmoja anasema hamna aliyeninunulia, basi kuna mwanaume Yesu. Bwana asifiwe sana. Hebu muangalie mbaba mmoja, mwambie unaona mng'ao hawa wanawake, nyuma yao kuna mwanaume mmoja. Mwambie mwanaume mwenzio, yani unaogopa hata kumwambia, hata kama hujawahi mnunulia, mwambie nyuma ya mng'ao wa kila mwanamke kuna mwanaume mmoja. Bwana asifiwe wanawake. Yes. Hata kama hauna mume, una mwanaume anaitwa Yesu. Nyuma ya kila mng'ao tunamtambua yuko Yesu, na wapili wako wanaume. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Namtukuza Mungu kwa siku ya leo. Tunaanza somo letu. Baada ya kwanza nilishamshukuru Mungu, pia namshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji, wazee wa kanisa na usharika wa Kariakoo kipekee kwa ajili ya kuniona tena na kuniita katika usharika wenu, especially siku hii ya wanawake. Bwana asifiwe sana. Nashukuru pia kwa neema yake. Tutakuwa na somo fupi, nguvu ya maombi ya mwanamke, au magoti ya mwanamke yalivyo na thamani mbele za Mungu. Nguvu ya maombi ya mwanamke, nikaweka stroke, magoti ya mwanamke yalivyo na thamani mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Mwanamke, haleluya. Ili uwe na thamani, thamani yako inaongezwa na Yesu. Tunaweza tukatafuta thamani nyingine za ziada, lakini ukweli thamani ya dunia, thamani ya vitu, thamani ya elimu, thamani ya pesa inaweza ikapungua, lakini ili thamani ikamilike bila Yesu haiwezekani. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukiwa na vyote ukawa hauna Yesu, kuna mahali utakuwa umepungua. Lakini ukiwa na Yesu, hata kama kuna vingine utakuwa bado hujavipata, kumbuka uliye naye ni mkuu kuliko unavovitafuta. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo still una matumaini ya kuvipata vile ambavyo Mungu amekuandalia katika jina la Yesu. Sasa tuangalie nafasi ya kimaombi juu ya mwanamke. Lakini nikisema nafasi ya kimaombi juu ya mwanamke, wanaume naomba niwaambie hichi kitu. Kumbuka kanisa, Biblia inatuambia ni bibi harusi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama ni bibi harusi, na wewe unahusika katika hili somo kwa namna nyingine. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hatutamuongelea tu mwanamke as mwanamke direct, but tutaongea na mwanaume kama bibi harusi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo somo la maombi linaweza kumfaa sana mwanamke na pia likamfaa bibi harusi ndani ya kanisa. Maombi ni nini? Maombi kikawaida tumezoea ni definition kwamba ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Niwekee kile kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 ili tuanze kusoma hapo. Niwekee kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Nataka nitoe definition ya maombi. Anasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa usiondoe kwanza hiyo definition. Maombi ni nini? Hapa Biblia inatuonyesha kwamba msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu. Bwana asifiwe. Maombi ni namna ya wewe Roho Mtakatifu anavyokutumia ndani yako kupeleka haja zako au shukrani zako au sala zako mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Okay. Sasa muombaji yoyote hawezi kuomba peke yake, anahitaji msaada katika maombi yake. Niwekee kile kitabu cha Warumi 8:26. Muombaji yoyote hawezi kuomba peke yake, anahitaji msaada
kutoka kwa Mungu. Ili maombi yako yawe na thamani, huwezi kuomba peke yako. Weka kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 26 kama unaweza. Warumi, nilikuwa sijakuandikia lakini unaweza tuangalie tena ubaoni. Anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Eka mstari wa 27, mstari wa 27 unaofuata. Anasema na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa waombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa maombi ni nini? Tunavyosema maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Ni kweli kabisa, tunajua tunawasiliana, lakini kuna wakati tunawasiliana na Mungu na unakuta hatumpati. Bwana asifiwe sana. Wangapi kila wakiwasiliana na Mungu wanampata Mungu? Nyosha mkono juu. Nyosha mkono juu. Si tunasema maombi ni mawasiliano? Sasa nataka muangalie huku. Nauliza swali, usione aibu. Wangapi kila tukiwasiliana na Mungu tunampata Mungu? Yaani be honest, nyosha mkono. Mikono michache. Yaani hamjakosea kama hamjanyosha. Wangapi? Yaani tunaenda kwa uaminifu. Kila tukienda kuwasiliana na Mungu tunajua kabisa hatujakutana na Mungu. Mimi ni mmoja wapo. Nitakufundisha ni kwa nini. Haya, wangapi hawajui hata ninachokisema? Mungu akubariki. Napenda watu waaminifu. Wangapi hawana uhakika? Yaani tusubiri. Wangapi hawana uhakika kwamba wakiomba wanawasilianaga na Mungu au wawasiliani na Mungu, lakini wao wana imani kwamba Mungu yupo? Pia nyosha mkono juu. Usiogope, nyosha mkono juu, tunajifunza. Amina. Hilo kundi ndio zuri. Sasa basi, tunavyosema maombi ni njia ya kuwasiliana na Mungu. Sometimes tunaweza tukawa sawa na sometimes tunaweza tusiwe sawa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ni ukweli kabisa, wengi tunaombaga na ni ukweli Mungu atasikia, hashughuliki na maombi yetu. Na tunabaki na imani kwamba Mungu amesikia nini? Maombi. Nisikilize hichi kipengele. Hichi wala usiandike, maana hakuna kitu cha kuandika hapa. Kweli hamna kitu cha kuandika. Tunavopiga simu, mfano mimi nampigia simu mchungaji Joash Aila. Kuna saa mchungaji nikikupigia simu ukweli na kusikia simu yako inaongea sana. Si ni sawa Kama jana nimekutafuta ilikuwa busy, mpaka ukaje kunipata usiku. Anasema hivi, namba unayopiga kwa sasa inazungumza na mtu mwingine, tafadhali jaribu tena baadaye. Wakati naongea, tafuta kitabu cha Ufunuo Yohana 8. Wakati naongea yule mtu, nyie msifungue, nyie ni mnisikilize tu. Bwana asifiwe sana. Wengi tuna uhakika tukiombaga tunakutana na Mungu, lakini mimi nakwambia wengi hatukutanagi na Mungu. Hata mimi naikufundisha. Biblia inasema hivi, mtafuteni maadamu anafanya nini? Anapatikana. Muiteni maadamu nini? Yu karibu. Kwa hiyo wewe uliyesema unaombaga na hujui kama yupo au hayupo, uko vizuri sana. Sema amina. Wewe unayesema kila saa unampata Mungu, kwa kweli wewe ni muongo. Hapana, ngoja nikuonyeshe. Kuna saa unaweza ukampata, kuna saa unaweza usimpate. Yaani nataka niweke hivyo. Kivipi? Niwekee Ufunuo Yohana 8. Baba zangu, ngoja niwaonyeshe kwa Biblia. Ngoja niwaonyeshe kwa Biblia. Ufunuo Yohana 8 mstari wa 1. Weka mstari wa 1. Si kila saa tunampata Mungu, wapendwa. Ufunuo Yohana tuwasome wote hapa mbele. 1, 2, 3. Hata alipofungua muhuri 7, kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Amen. Kwa hiyo kumbe kuna saa mbingu zinakuwa kimya. Baba zangu, mnanielewa sasa? Kuna saa mbingu zinakuwa kimya. Bwana asifiwe sana. Kama tungekuwa tunampata Mungu kila saa, kila tunachokiomba tungekipata instantly. Wangapi wanakubaliana na Mungu? Bwana asifiwe sana. Anasema hivi,
nitafuteni maadamu nafanya nini? Napatikana. Niiteni maadamu ni karibu. Aha. Kwa hiyo nisikilize tu taratibu, utanielewa. Si kila saa tukienda kwa Mungu tunampata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani hatumpati? Natoa jibu. Kwa sababu huenda ikawa sisi tuna vizuizi vinavyomfanya Mungu asipatikane. Umeanza kunielewa sasa? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kuomba si kumpata Mungu. Kuomba ni kupeleka mahitaji. Kuomba sometimes ni kudumisha mahusiano. Kabla maombi hayajawa kwa ajili ya mahitaji, maombi yanatakiwa yawe kudumisha mahusiano. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mnaanza kukubaliana na mimi kidogo? Sasa basi rudisha Warumi 8:26 ili Warumi 8:26. Ule mstari ulikuwa umeuweka. Warumi 8:26. 8:26. Nitasoma. Anasema hivi, angalia hapo vitu vinavyotuzuia sisi tusikutane na Mungu. Namba 1, kadhalika Roho naye hutusaidia nini? Udhaifu wetu. Maana yake kinachotangulia kabla hujaomba, mtu yoyote anatakiwa asaidiwe hichi kitu. Mmenielewa hapo ninaposema? Mtu yoyote kabla hajaomba anatakiwa afanye nini? Asaidiwe udhaifu. Alafu hicho ni kipengele cha kwanza. Kipengele cha pili anasema kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kwa hiyo kwenye huu mstari kuna vikwazo hivi viwili vinavyomfanya mtu hata maombi yake yasipate kibali. Namba 1, udhaifu. Namba 2, kutokujua kuomba nini ipasavyo. Umenielewa? Sasa ndio maana nimesema si kila mtu akiomba anakutana na Mungu. Nataka kulijibu hilo swali. Kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu ndani yako ni kukusaidia, namba 1, kukusaidia udhaifu. Namba 2, kukusaidia kuomba ifanye nini ipasavyo. Naanza kujibu. Sasa ni watu wangapi sisi tukiwa tunaomba, uwa kweli kabisa, to be honest, tunaanzaga kumtanguliza Roho Mtakatifu atusaidie madhaifu. Tunaanzaga kumtanguliza Roho Mtakatifu atuombee ipasavyo. Wangapi tunampichaga Roho Mtakatifu? Ukweli wengi tunaanzaga kuomba. Alafu tukishaanza kuomba tunaingia kwenye toba, tunaingia kujitakasa, alafu tunasema tunamkaribisha nani? Roho Mtakatifu. Hilo ni kosa. Roho Mtakatifu unatakiwa umkaribishe hata ukiwa na makosa, ili akusaidie kutubu sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Sema amina. Hapo mmenielewa kidogo sasa? Nyie baba zangu mmenielewa sasa? Yes. Okay, twende mstari unaofuata. Usiondoe, mtoe huyo mtu. Anasema hivi, angalia hapa kizuizi cha 3 hicho. Na yeye aichunguzaye mioyo ajua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa waombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Maana yake Mungu havutiwi na sauti, Mungu anavutiwa na moyo. Watu wengi tunaomba mdomoni, lakini kuna tofautiana na wapi? Moyoni. Kwa hiyo Mungu hajibu unachokisema, Mungu anajibu kilichojaa moyoni. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hata hichi ni kizuizi ambacho tunahitaji kusaidiwa na nani? Sema na Roho Mtakatifu. Sasa tunaweza kuconclude hapo. Kwa hiyo kuna mtu akiomba sio kila saa anampata Mungu, kwa sababu kuna vitu vinamzuia Mungu asiwe karibu na yeye. Wangapi sasa wamekubaliana na mimi hapo? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nimekuonyesha kwenye Ufunuo Yohana 8:1 anasema, na hata alipofungua muhuri ya 7 kukawa kimya. Kwa kuna wakati tunaombaga ukweli kabisa Mungu anakaa kimya. Mfano mzuri, Elia aliomba miaka mingapi? 3.5. Mungu alikaa kimya. Sasa wewe ukiniambia kila saa unapata majibu, sometimes nakudauti. Bwana asifiwe sana. Miaka mingapi? 3.5. Ameshachoka. Mwisho baada ya kutoa sadaka ndio Mungu anamtokea. Kwa hiyo kuna wakati mbingu zinakaaga kimya juu ya mtu. Mungu akupe kupambanua saa mbingu zikiwa kimya na saa mbingu zikiwa wazi katika jina la Yesu. Sema amina. Hapo napo nikamtiani. Bwana asifiwe sana.
Hapo napo nikamtiani kwamba kila saa mbingu zinakuwa wazi. Sio kweli. Mbingu hizi ni tofauti na mbingu za kwenye eneo la nini? Sema maombi. Kama mbingu zinakuwa kimya kila saa, turudi tumtazame mtumishi wa Mungu Danieli. Danieli toka siku ya kwanza, Biblia inatuambia maombi yake yalifanya nini? Yalisikiwa. Lakini yalizuiliwa. Kwa hiyo na wewe unaweza ikawa ulisikiwa, lakini kile unachokitaka kimefanya nini? Kimezuiliwa. Kwa hiyo still bado hujakutana na kile ambacho ulikuwa unafanya nini? Unakiomba. Bwana asifiwe sana. Tumeelewana mpaka hapo? Hiyo ni definition tu nilikuwa naiweka sawa. Kwa lugha nyingine, maombi ni kusaidiwa na Roho Mtakatifu kupeleka hoja zako, kupeleka mahitaji yako ulionayo mbele za Bwana. Kwa lugha nyingine, bila Roho Mtakatifu utakutana na vikwazo kwenye maombi yako. Kwa hiyo kila muombaji anamhitaji Roho Mtakatifu amsaidie kwanza udhaifu wake na amsaidie kuomba ipasavyo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa shida, kuna tofauti. Kuomba ipasavyo ni kuomba Mungu anavyotaka. Nani atakusaidia kuomba kama Mungu anavyotaka? Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Sasa sisi tunafikiri kuomba ipasavyo ni kupeleka shida. Kuna saa unaweza ukawa unapitia pito na ukweli Mungu asikutoe kwenye mapito, akayaacha. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Saa hiyo kutolewa kwenye pito sio jibu, kuachwa kwenye pito ndio jibu. Sijui kama mnanielewa. Kwa kuna saa mtu anapeleka mahitaji, anafikiri lile ni hitaji, lakini lile sio hitaji. Ule ni uhitaji wa Mungu kubaki kwako ili Mungu aweze kujifunua katika maeneo mbalimbali. Mfano mzuri sana ni wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Wangeomba kutolewa kwenye moto, Mungu angewatoa kwenye moto, Mungu asingejulikana. Kwa lugha nyingine, kuna maombi unaweza ukaomba na Mungu asikujibu, kwa sababu hapaswi kukupa jibu. Anapaswa kukuacha upite hapo, kupitia shida ulionayo, kupitia pito ulionalo, ili ajitukuze na kujifunua katikati ya watu wanaokuona kwenye mapito ulionayo. Amina. Amina. Kwa hiyo mapito mengine tulionayo yanaruhusiwa na Mungu. Yanaweza kuwa ni mwalimu wa kukufundisha wewe namna ya kuishi aidha na watu au namna ya kuhusiana na nani? Na Mungu. Pito namba 2 inaweza kuwa nini? Sehemu yako ya kukukuza kiroho. Namba 3 inaweza kuwa ni sehemu ya kumfunua Mungu. Kwa hiyo sio kila kitu ukiomba kweli kabisa Mungu atakupa majibu kama unavyotaka. Mungu anatoa majibu kama anavyofanya nini? Anavyotaka. Shida ni kujua Mungu anataka nini kwetu. Bwana asifiwe sana. Hivi mnanielewa kidogo? Shida ni kujua Mungu anataka nini kwetu. Wewe unajua unataka nini, lakini hujui Mungu anataka nini kwako. Kwa hiyo mara nyingi sana sisi tunapishana na Mungu kwa kutokujua Mungu anataka nini kwetu. Sometimes hata ukipita kwenye mapito magumu, embu usikurupuke kumwambia Mungu nitoe. Mwambie Mungu nisaidie kwenye pito hili. Ni nini sababu ya mimi kupita hapa? Nisaidie nielewe. Sometimes Mungu anakutaka ukae kwenye magoti, akutengeneze kupitia mapito. Bwana asifiwe sana. Sometimes anataka kujifunua. Sometimes anataka kujitukuza ili atangazwe jina lake kupitia mazingira ulionayo. Si kila mazingira Mungu amekusudia kuyaachilia kwako ili kukuharibu, ili kukuaibisha, ili kukufadhaisha. Hapana, mazingira mengine Mungu anatumia wewe kukuvuta uwe karibu na yeye. Bwana asifiwe sana. Kuna wimbo wetu tunaimbaga huku, karibu na wewe Mungu wangu. Embu imba. Kukaribie Bwana wangu, siku zote niwe karibu na wewe
Mungu wangu. Sasa kuna kitu Mungu akikiondoa kwako anakukosa. Hebu muulize jirani, ni kitu gani Mungu akiondoa kwako anakukosa? Kuna vitu Mungu akiviondoa kwako anakukosa. Kuna kitu wewe unakiona ni shida, lakini Mungu anaona ndicho kinachompa nafasi kwako. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka niongee kidogo. Mambo gani yanaweza kuzuia maombi ya mwanamke? Wanawake mmefanywa kuwa sababu ya kupeleka mahitaji mbele za Mungu aliye hai. Kwa kuwa mwanamke ni msaidizi wa mwanaume na ni mbeba mzigo wa familia. Na ni mbeba mzigo katika ulimwengu wa roho, ili kuhakikisha Mungu analeta msaada pia katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili. Namba 1, kizuizi kikubwa cha maombi ya wanawake wengi ni uchungu. Andika uchungu. Kizuizi namba 1 ni nini? Mwambie jirani uchungu. Mwambie jirani uchungu. Mwambie jirani uchungu. Mwambie jirani uchungu. Hivi kuna mtu ambaye ana uchungu hapa? Wachache sana. Bwana asifiwe sana. Uchungu ni nini? Uchungu ni hali ya maumivu au ya huzuni ndani sana, ambayo mtu anahisi moyoni mwake kutokana na tukio la kusikitisha au tukio la kuumiza kihisia. Bwana asifiwe sana. Wanawake wangapi wako hapa hawajawahi kukutana na matukio? Hebu mwanamke ambaye hajapigwa tukio hapa nyoosha mkono. Wote ni wa matukio. Bwana asifiwe. Nafikiri uangalie huko, wanawake wanahitaji utulivu. Wanawake ambao tumekutana na matukio. Mimi nimekutana na matukio toka nikiwa mtoto. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo uchungu au maumivu ya ndani ni kizuizi kikubwa sana kwenye maombi yetu sisi wanawake. Na si tu maombi, ni vitu vingi sana vinazuiliwa na uchungu. Bwana asifiwe sana. Saa hii mtanisamea watu wa media, maana vingine sijaandika huko. Bwana asifiwe sana. Tafuta kile kitabu cha wakati naongea, tafuta kitabu cha Ayubu 23:2. Bwana asifiwe sana. Sasa huu uchungu unatokana na vitu gani? Kwa sababu mwanamke ni kiungo kikubwa sana kwenye familia. Wanaume nisikilize, mwanamke akiwa na uchungu, mambo yako hayaendi. Ndani ya kuendi, baraka haziji. Kwa katika kitu mwanaume yoyote anatakiwa kuchunga ni furaha ya mke wake. Sema amina wanaume. Wanawake nyamaza kimya kwanza. Wanaume nimesema katika kitu cha kuchunga ni furaha ya mke wako. Wanaume sema amina. Wanawake nilisema nyewe msiseme amina kwanza ili tusikie wao wanasemaje. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu tuangalie. Uchungu unaweza kuletwa na nini? Mashtaka. Maneno. Hebu tusome wote hapo mbele. 1, 2, 3. Hata leo mashtaka yangu yana uchungu, pigo langu ni zito zaidi ya kuugua kwangu. Bwana asifiwe. Hapa pakoje? Kinacholeta uchungu kwa mwanamke unaweza kuondoa. Namba 1, kudharauliwa. Kudharauliwa kinaleta nini? Uchungu. Kuna wanawake wako hapa kwenye familia zao lakini ni invisible. Sijui naongea au siongee. Nikisema invisible, asiyeonekana, si ni sawa Hana thamani. Kuondolewa thamani. Vitu gani vinaweza kuondoa thamani kwako mwanamke kwenye nyumba yako binafsi? Maneno, matusi, kashfa. Kuna wanawake wamezoea wakiingia anapigwa na neno la kwanza, anapigwa na neno la pili, anapigwa na neno la tatu. Hajakaa vizuri, akikaa vibaya anapewa huduma 5, anaongezewa nyingine ya 5. Mnaelewa nikisema huduma 5? Wanawake wangapi wanapataga huduma 5? Wengi, lakini wanaogopa kuonyesha. Unajua huduma 5 mchungaji ile? Si mnapataga huduma 5? Aya, sawa wewe upati. Si unajua wanaopata huduma 5? Yes. Kwa kuna mtu yuko hapa ana uchungu kwa sababu ya kudharauliwa nyumbani kwake.
ana uchungu sababu ya kusemwa vibaya nyumbani kwake, anasemewa maneno yasiyofaa. Mwanaume, ukitaka familia nzuri, investi furaha kwa mke wako. Wanawake sema amina. Ukitaka watoto wazuri wenye malezi mazuri, investi furaha kwa mke wako. Investment ya kwanza kwa wanaume si nyumba, si shamba, si gari. Investi kwa mke wako. Mbona kanisa hili limekaa kimya? Au sio Kariakoo nalolijua hili? Au hili ni lile la kule kwetu limehamia huku nini? Nasema wanaume, ukitaka nyumba nzuri, investi furaha kwa mke wako. Bwana asifiwe sana. Usipo invest, utavuna kile ulichokipanda. Ukitaka watoto wazuri, sasa ukimsababishia mke wako uchungu, ukisababishia mke wako maumivu, mtoto akipita anaambiwa shetani, sura kama ya shetani, alafu anatajiwa jina la baba yake au anatajiwa shangazi yake. Yaani ndugu zako wote wanageuzwa kuwa mashetani. Au anaongea jamani wa mama. Wa mama anaongea siongei. Sasa, kwa hiyo wekeza furaha kwa mke wako. Hicho ni kitu cha kwanza kinacholeta maumivu kwenye moyo wa mwanamke. Kitu kingine kikubwa ni kitu kinaitwa misiba. Misiba. Nikisema misiba, si tu kufiwa. Kuna watu wengi hapa wamefiwa. Kuna watu wengi wamepoteza watoto wao. Kuna watu wengi wamepoteza waume zao. Kuna watu wamepoteza wake zao. Msiba either ule wa sasa hapa Mungu anisaidie, Roho Mtakatifu nisaidie kuliweka hili. Kuna mtu akifiwa kafiwa. Si ninaongea jamani? Kwa mfano kuna wanandoa. Mimi nitatoa kuna mfano wa ndoa fulani niliona kule kwetu. Nikisema kwetu sio nyumbani, ni mji. Kuna mwanamke akifiwa, amefiwa. Na kuna watu wakifiwa wameondokewa. Hivi mmeelewa? Hivi mchungaji inaeleweka nikisema hivi? Nasema kuna mtu akifiwa, kafiwa. Na kuna mwingine anafiwa lakini anakuwa amefanya nini? Sema ameondokewa. Kwa kuna tofauti ya kufiwa na kuna tofauti ya kufanya nini? Ngoja niiweke vizuri. Iko hivi. Wanandoa wanaoishi vizuri kwa upendo na amani na furaha, aidha mke na mume. Mwanaume akifiwa na mwanamke aliyekuwa anampenda sana na kumheshimu na kumtii, huyo anakuwa amefiwa, hajaondokewa. Wanaume naongea siongei? Lakini kuna watu ambao wanapigana usiku na mchana, matusi, magomvi, visasi. Huyo akifiwa anakuwa ameondokewa. Mmeelewa ninachokisema? Nisikilizeni, anakuwa amefanya nini? Nimeona ndugu zangu, nimeona kwa macho. Mbele ya madhabahu ya Mungu sitaki kudanganya. Kuna mama mmoja alifiwa na mume wake mkoa fulani. Huyo mama hakukaa miezi mitatu, yule mama naye akafa. Shida ilikuwa ni nini? Kiwango cha upendo alichokuwa anakipata kwa mume wake, care aliyokuwa anaipata. Kuna tofauti ya upendo na care. Si ni sawa watu wa Mungu? Alivyokuwa anatritiwa na mume wake. Yaani sasa kujileta Kiswahili, Mungu anisaidie. Alivyokuwa anachukuliwa. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa kuna namna ya tofauti. Umeshawahi, kuna mtu anapendwa mpaka ndugu wanamuonea wivu namna anavyopendwa. Kuna mtu anatritiwa mpaka ndugu wanamuonea wivu anavyofanya nini? Anavyotritiwa. Bwana asifiwe. Yule mama mume wake akaugua, alafu akaja akafa. Yule mama naye akapata shida, hakuwa anaumwa chochote. Mimi wakanipigia nimuombee, nikamwambia sikiliza, huyo mtu mpelekeni akafanyiwe counseling. Shida ni kile mume aliyeondoka. Msipomuwai akasaidiwa, mtampoteza. Ukweli ule mama alikataa chakula, alikataa chochote. Yule mama haikumaliza miezi mitatu akasema namfuata mume wangu. Ndugu, hao wanapendana. Sema hao wanapendana. Sasa tukutane na wanajeshi. Ngoja niende. Mbona kama mjadala? Mbona mmeweka hilo neno? Toeni neno bwana. Neno alihusiki sahihi. Bwana asifiwe. Sasa kuna mmoja, ngoja ni mimi sitaki kuambia nyie huku wote mnapendana, maswiti, mabita, manini, wote nyie hamna shida. Sasa kuna mmoja mimi nimemuona kabisa
Mama mmoja alifiwa na mume wake. Sikilizia hiyo ndoa ya kwanza niliyokuhadisia na hii ndoa ya pili. Nataka kuzungumzia eneo la misiba. Kwa kuna watu msiba, alivyopata msiba akashindwa kuhendo, akaondoka. Kwa kuna watu wako hapa wana uchungu kwa ajili ya misiba waliokutana nayo. Msiba unaweza kuleta uchungu, kufiwa na mtu unayempenda sana, kufiwa na mtoto wa pekee. Nikisema sisemi kufiwa na watoto wa Yumi, lakini kuna mtu ana mtoto mmoja, alafu huyo tena anafanya nini? Sema anakufa. Msiba mwingine ni nini? Kama yule mwanamke aliyetokwa damu miaka 12. Ugonjwa unaweza ukawa ni msiba. Mnanielewa ninachokisema? Kwa hiyo kuna misiba inaweza kusababishwa na magonjwa. Mtu anaenda kupimwa anaambiwa huna uwezo wa kuzaa tena. Huo ni msiba. Sijui kama mnaelewa ninachokisema. Mtu anaenda kupima anaambiwa una ugonjwa na huo hautapona tena. Ule tayari ni nini? Ni msiba. Sasa ngoja nikuhadisie hii ndoa ambao kuna mama yeye alifiwa na mume wake. Wakati yuko kwenye msiba, mama mmoja akamshauri, akamwambia besti, Farao ameondoka. Yaani sikudanganye. Akamwambia nani ameondoka? Farao. Hao ni wanawake wanaambizana kwenye msiba. Anamwambia kwenye huu msiba haujui utaishije kwa sababu Farao ameshaondoka, unaanza maisha mapya. Nunua kapochi. Niliona. Nunua kanini? Kale kapochi. Mnaonaga wale waendesha baskeli au wale watu wa marathon wanafungaga kapochi fulani hapa. Mwenzi akamshauri akamwambia nunua kale kapochi, funga kiunoni. Akanunua akafunga kiunoni. Akamwambia kila akija mtu kukuletea rambirambi, ipokee, fungua, ingiza mkono huku ndani. Sasa na mimi hii inafunguka. Ingiza mkono huku ndani, fungua zipu, weka. Hiyo itakuhifadhi baada ya kumaliza kila kitu. Sasa yule mama alikuwa anafanya hivi. Mtu akija anachungulia, anapewa mkono, niangalie msiba, angalia macho ni mawili. Alafu anachukua hela yake, anaweka. Analetewa chakula, anakula, akikumbuka analia kidogo, ni maigizo. Maidia, yule hajafiwa, ameondokewa. Mmeelewa sasa tofauti? Kwa kuna watu na alafu baada ya msiba hakuna reaction yoyote. Aliyofanya nini? Aliyeipata. Sasa usije mimi sijasema wewe umeondokewa. Sijui hata waliofiwa ni wangapi. Lakini kuna watu wakifiwa, maidia wamefiwa. Tuachane na maigizo. Bwana asifiwe sana. Kwa nini nimezungumza tofauti ya watu wawili kufiwa? Tufike mahali tuishi vizuri, tupendane katika roho na kweli, kwa msaada wa Mungu. Hata mwenzako akiondoka uone pengo lake. Hamna hata amen. Haya basi muondokewe tu. Sikiliza niwaambie. Kuna vitu tunaweza tukazuia uchungu na maumivu kwenye ndoa. Mtu mwenye uchungu uliyepitiliza hata akifiwa hasikii. Sijui kama mnanielewa ninachokisema wa ndugu. Mbona wa mama mmekasirika tena? Bwana asifiwe. Hivi mnanielewa? Kwa kuna vitu vinasababisha uchungu, vinasababisha matatizo. Ukute mtu ana msiba, alipata msiba, aidha ni kwenye eneo la afya au kaondokewa au kafiwa, hajapata uponyaji. Uponyaji si tu kwa ajili ya maombi. Ukiona mtu namna hiyo, mpeleke afanyiwe counseling. Mlete kanisani, afanyiwe counseling, aombewe. Ile kitu kifanya nini? Sema kiondoke. Yes, hicho ni kitu. Kwa hiyo mtu mwenye uchungu siku zote hawezi kuomba. Namba 3. Kitu kingine kinachoweza kusababisha uchungu kwa mwanamke, kubeba mzigo wa familia mwenyewe. Inaeleweka ninachosema? Kubeba mzigo wa familia mwenyewe. Wapendwa, mwanamke hajaumbwa kubeba mzigo wa familia mwenyewe. Mzigo wa familia automatiki ulikusudiwa na Mungu ubebwe na mwanamume. Mwanamke anayebeba mizigo ya familia ni mwanamke aliyejaa huzuni, ni mwanamke aliyejaa uchungu, ni mwanamke aliyejaa nini? Mateso ndani ya moyo. Na ukizingatia hawezi kuongea. Akiongea
ataonekana anasimanga, akiongea ataonekana ana kiburi, akiongea ataonekana anajidai. Lakini mwanamke anayebeba mzigo wa familia yake, yeye akilala anawaza school fees, yeye akikaa anawaza kodi ya nyumba, yeye akilala anawaza watu wale nini wanywe nini, huyo mwanamke automatic my dear ana uchungu ndani ya moyo. Wanawake, nimeongea sijaongea? Yes. Mungu akutue huo mzigo katika jina la Yesu. Na Mungu aikumbuke sadaka yako kwenye familia yako. Amfungue mume wako kiuchumi ili muweze kushirikiana pamoja katika jina la Yesu. Mwanamke wa namna hii ana uwezo wa kuchoka hata mwili, kwa sababu uchungu unachosha. Wapendwa, uchungu unachosha. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kubeba mizigo ya familia, mwanamke anafanya nini? Anachoka. Lakini kitu kingine kinachomfanya mwanamke anayechoka ndani ya familia yake na kushindwa kusimama kwenye nafasi yake na kushindwa kutimiza majukumu yake ni huu uchungu. Lakini ni uchungu wa namna gani? Pito la muda mrefu lisilokuwa na suluhu. Pito la muda mrefu kwenye familia lisilokuwa na suluhu. Nikisema pito la muda mrefu, ni magomvi yasiyo na suluhu. Kwa mfano, mke na mume wanatofautiana. Mke na mume wakitofautiana, unajua kabisa mwanaume akiongea ana haki ya kuongea, mwanamke akiongea anashindana. Wangapi wanakubaliana na ninachokisema? Sasa wanawake mkinyamaza kimya, means nyie hamna tatizo. Bwana asifiwe. Nisikilize, mwanamke akiongea kwenye familia nyingi anashindana au ana kiburi. Nisikilizeni wababa mlioko mahali hapa. Msaidie mke wako asiwe na uchungu, msaidie mke wako asiwe na maumivu. Mnapokuwa na magomvi ya muda mrefu ya mara kwa mara, yanaua mahusiano yenu. Ndio yanaleta yale mtu akifiwa kaondokewa. Kivipi? Kuachana sio mpaka watu watengane huku nje. Kuachana kukoje? Unavyokuwa na mke wako au na mume wako, maana yake Mungu amemchukua mke wako kamweka moyoni mwako, na Mungu amekuchukua mwanamke amekuweka moyoni kwa nani? Kwa mwanamume. Kuachana kabla mjaachana physical, mnaachana huku ndani. Maana yake unatoka kwenye moyo wa mwanamke na mwanaume anatoka kwenye moyo wa nani? Wa mwanamke. Kwa hiyo yale magomvi ya muda mrefu kwenye familia yanasababisha uchungu, especially yasipokuwa na suluhu. Kwa hiyo kama mnakutana na magomvi, enyi wana familia, jaribuni sana kwa msaada wa Mungu aliye hai kutafuta suluhu bila kuwekeza viporo vya magomvi. Sijui kama mnanielewa. Magomvi ya namna hiyo yanasambaratisha familia. Mama anakuwa upande wake, baba anakuwa upande wake, watoto ndio wanabaki katikati wakiteseka. Mmenielewa ninachokisema? Kwa hiyo unakuta malezi yanayoendelea kwenye ngazi ya familia ni yaliyobeba uchungu, yaliyobeba maneno mabaya. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Unakuta kama mtu akitaka kufanya suluhu, unasikia ishi hapo hapo, usiendelee mbele. Kwa kile kitu unakuta amerundika la kwanza, anarundika la pili, anarundika la tatu, anajua hata nikisema itakuwa hivyo hivyo. Mwanamke ukiona kama mwanzo hata ulikuwa ukichelewa nyumbani, alafu anaongea sana, ukiona mwanamke haongei, she is tired. Na ukiona mke wako alikuwa msemaji, akiona sijui umechelewa, akiona unaongea na watu wanaumia, niona sijui nini anapiga kelele, na ukiona hapigi tena kelele amekaa kimya, maidia umeshatoka huko ndani. Wanawake naongea siongei? Kwa hiyo mwanamke bado, mchungaji Aila akikuona unaongea na Florence anakasirika. Wewe kwa nini unaongea na yule mama mnene kila siku? Kaa naye mbali, huyo anakupenda. Lakini ukiona mwanamke hakusemeshi, she is tired. Bwana asifiwe. Makofi ni machache. Wanaogopa kupiga waume zao watasikia. Mwanamke anayekupigia kelele bado anakupenda. Mwanamke ambaye ukikosea anakukodolea macho, huyo amemaliza ingawa yuko ndani. Wamama tuliomaliza tupo. Bwana asifiwe. Sasa vitu kama hivyo haviwezi kumfanya mtu aombe vizuri. Vitu kama hivyo haviwezi kumfanya mtu afanye nini?
Aombe vizuri kwa sababu ya uchungu ni kizuizi cha maombi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kingine kinachoweza kumpa mwanamke uchungu ni uzao wake. Uzao wake. Biblia inasema hivi, mtoto mpumbavu ni nani? Hebu tuseme wote 1 2 3. Mtoto, tuanze mtoto mwenye hekima. 1 2 3. Mtoto mwenye hekima ni furaha kwa babaye, bali mpumbavu ni mzigo wa nani? Kwa hiyo kingine kinachoweza kumpa mwanamke uchungu ni uzao wake. Mwanamke akiona mtoto wake hajakaa vizuri, hawezi kulala, hawezi kula, hawezi kufanya vizuri. Hata kama ni kazini, utamkuta anatazama kompyuta lakini haoni. Anasikiliza kikao lakini afanye nini? Hasikii. Kwa hiyo uchungu una tabia ya kuziba masikio na una tabia ya kuziba macho. Tunakuona unatazama lakini haufanyi nini? Hebu muangalie jirani yako, unanitazama unaniona? Uchungu. Mtu mwenye uchungu na maumivu unaweza kumkuta mahali amekaa ameduaa. Anasemeshwa, anasema kwani ulikuwa unasemaje? Anawaza huku ndani. Vinapita vinavomtesa, vinapita vinavomsumbua. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo uchungu, unaweza kumkuta mtu yuko kwenye kikao, anasemeshwa, anashtuka kama ameguswa na nini? Na mdudu. Unamkuta kila saa kama amepigwa bumbuazi. Wanawake, Mungu awatoe hapo katika jina la Yesu. Mungu awagange mioyo yenu katika jina la Yesu. Mungu aponye majeraha yenu katika jina la Yesu. Hebu mwambie mwanamke mwenzako, tafuta kupona jeraha zako. Kuna saa tunashangilia tumependeza nje lakini ndani tunaumia. Mungu akuponye katika jina la Yesu. Tunasuka nywele nzuri, tunachana nywele nzuri lakini ndani tuna majeraha. Mungu aponye jeraha zako katika jina la Yesu. Tunapaka makeup, saa nyingine makeup inakataa. Sio kwamba hatuwezi kufanya skin care. Tunafanya skin care but our skin is don't care. Mmesikia nilichosema? Sio kwamba hatuwezi skin care, we do. Tunafanya skin care but our skin is don't care. Because of nini? Uchungu. Because of nini? Maumivu. Because of nini? Mizigo ya familia. Saa nyingine hata sio skin care, unahitaji kupata raha ngozi yako ikae vizuri. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Embu wa baba mlioko hapa ndani, mgonga tano na jirani yako. Mwambie mpe mke wako furaha. Hana haja ya kutafuta mafuta ya bei ghali. Mwambie wewe mwanaume ni zaidi ya mafuta katika jina la Yesu. Sema amina wanaume katika jina la Yesu. Wewe ni zaidi ya mafuta katika jina la Yesu. Ngoja tumshambulie na huyu. Bwana asifiwe. Hakina mama wanahitaji utulivu. Nimesoma hichi kitabu cha dakika chache. Ukipata mwanamke ambaye ana utulivu wa moyo, inakula kwako. Bwana asifiwe sana. Ukipata mwanamke asiye na utulivu wa moyo, usitegemee na wewe utafanikiwa. Mwanamke asiye na utulivu wa moyo ni msumbufu kila wakati. Kwa hiyo sisi sio wasumbufu, mmetunyima utulivu. Wamama mbona hata mniambia amina? Wanaume nasema sisi sio wasumbufu, mmetunyima utulivu. Mtupe utulivu. Tunahitaji utulivu wa moyo. Tunahitaji furaha ya kweli. Tunahitaji kuona watoto wa watoto wetu. Wanawake sema amina. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo uchungu, wanawake wengi wako hapa, wameshona vitenge vyao, wamepaka mafuta yao, lakini ndani wanavuja damu. Ndani wanavuja nini? Damu. Bwana asifiwe sana. Na naomba niseme na wanaume, hakuna kitu cha hatari duniani kama machozi ya mwanamke. Machozi ya mwanamke ni kizibo cha baraka za mwanaume. Machozi ya mwanamke ni miba kwenye njia za kufanikiwa kwako. Machozi ya mwanamke yanatia giza njia zako. Kabla hujatafuta mchawi anayekuloga, rudi angalia moyo wa mke wako unafurahi kiasi gani na wewe. Biblia inavyosema apataye mke apata kitu chema, apata kibali mbele za Bwana. Si upate mke mzuri tu wa sura. Si upate mke mchapakazi.
Nimegundua hata haya majina tunaojiita sisi wanawake wengi, sijui mwanamke wa shoka, mwanamke wa nguvu, malkia mwenyewe. Haya ni majina mengine ni aziki tu. Hamnaga mwanamke wa shoka kwenye Biblia. Sasa ukiwa mwanamke wa shoka unahitaji gogo ulipasue. Ndio maana tunakutana na mapito, tumejibatiza eti mwanamke wa shoka. Nionyeshe Mwanzo mpaka kwenye Ufunuo kama kuna mwanamke wa shoka. Mwanamke wa shoka kwa sababu unabeba majukumu yako. Embu nyie wanaume muwe wanaume wa shoka. We are tired to be wanawake wa shoka. Yaani unajiita mwanamke wa shoka. Si tu kwamba unapenda kuwa wa shoka, umefanyika shoka kweli. Na magogo kweli yanakuhusu kwenye familia yako. Na magogo mengine ni magumu kama haya ya TANESCO. Maana ya kuanzia nimezaliwa nimeona nguzo haijawahi kuanguka. Kwa hiyo unakuta mwanamke wa namna hiyo ana matatizo magumu kwenye nyumba yake. Kila siku anapambana nayo. Mungu awatue huo mzigo katika jina la Yesu. Mungu awatue huo mzigo katika jina la Yesu. Haya wanawake wa shoka tupo. Haisemi sitaki tena. Hii biashara ya kujibatiza kuwa mwanamke wa shoka, lazima unakutana na magogo mapya magumu tena mabichi. Mungu awatoe katika jina la Yesu. Embu wa baba tunawapa mashoka yenu. Embu wa baba tunawapa mashoka yenu. Mwambie tunawapa mashoka yenu. Tunawapa mashoka yenu. Biashara gani mnatukomaza mapema? Hebu mgeukie mwanaume ulioko naye. Mwambie wacheni kutukomaza mapema. Chukueni mashoka yenu kwa jina la Yesu. Vua wape mashoka yao katika jina la Yesu. Tumechoka. Hatutaki kuwa wanawake wa shoka. Tunataka kuwa wanawake watakatifu, wanawake wanaompenda Bwana, wanawake wa ibada, wanawake waombaji, na sisi tunatamani kuwa wanawake wazuri. Bwana asifiwe. Hasa unakutana na mwanamke ana sura ngumu kuliko mume wake. Hii nao tabu. Mbona kuna gumzo tena? Au mnawajua? Mimi saa nyingine mwenyewe nikipita na mume wangu njiani naambiwa mazashi kamo. Akipita naambiwa bro vipi? Sema kwani kuna shida gani? Serious. Naambiwa mazashi kamo. Nasema marahaba ujambo. Na naitika najua ile sifa. Lakini mwenzangu anapita sikia bro vipi? Sasa wewe una shida gani? Mimi na maana mazaa. Mwenzangu tena bro. Naanza kuhesabu miaka alionizidi. Mbona 6 mingi sana amenizidi? Yeye inakuaje bro mimi mazaa? Unajua ukishaitwa mazaa tayari umeisha. Yaani unaenda kujikagua kila siku. Na watu wa vipodozi wanatuweza kweli. Kila siku wanatuletea mafuta ya kukaza ngozi. Na kaza na kukaza. Lakini mwenzangu anaitwa bro. Hiyo nzuri kweli. Bwana asifiwe. Wanawake Mungu awaondolee uchungu katika jina la Yesu. Mungu awatue mizigo mizito katika jina la Yesu. Siku yetu hii tuifurahie tukimwambia Mungu tutue kila mzigo mzito katika jina la Yesu. Amina. Amina. Madhara ya uchungu. Ngoja niongee madhara 5 tu, tuendelee. Namba 1. Uchungu unamfanya mtu kudharau uhai wake. Uchungu unamfanya mtu kudharau uhai wake. Anakata tamaa ya kuishi. Jamani huyu dada leo nitamchosha. Ayubu 9:17 mpaka 21 nitasoma. Ayubu 9:17 mpaka 21. Hujawahi kuona mtu anasikia maumivu anasema bora nife? Hamjawahi kusikia? Ayubu sura ya 9 mstari wa 17 mpaka 21. Haiko huko mtanisamee. Anasema hivi, yeye anipondaye kwa dhoruba na kuziongeza jeraha zangu pasipokuwa na sababu. Haniache nipate kuvuta pumzi, lakini unijaza uchungu. Kama tukitaja nguvu za mashujaa, na tazama yupo hapo. Kama tukitaja hukumu, ni nani atakayeniwekea muhula? Ingawa ni mwenye haki, kinywa changu mwenyewe kitanihukumu. Ingawa ni mkamilifu, kitanishuhudia kuwa ni mpotovu. Mimi ni mkamilifu, siangalii nafsi yangu, na udharau uhai wangu. Mungu akubariki. Unakuta mtu ana uchungu anasema nimechoka, bora nife. Kwa hiyo uchungu, ondoa hiyo. Uchungu unamfanya mtu kudharau uhai wake.
Mungu akutetee katika jina la Yesu. Usiondoe uhai wako kwa ajili ya uchungu wa maisha. Usiondoe uhai wako kwa ajili ya uchungu wa familia yako. Naomba niseme na mwanamke mmoja, bado Yesu anakupenda. Bado Yesu anakupenda. Bado sisi tunakupenda. Bado ndugu zako wanakuhitaji. Kile unachokiona kinakuondolea uhai, jipe moyo mkuu, endelea mbele. Bwana yu pamoja nawe. Bwana asifiwe sana. Kwa uchungu, kuna watu wameshajiua kwa ajili ya uchungu wa familia. Hamjawahi kuona mtu tu anajisikia vibaya anaamua kunywa sumu? Mtu anaona amekwazwa na mume wake na mke wake, anaamua kujiua. Usife kwa ajili ya mtu. Yesu ashakufa, inatosha. Mwambie jirani yako, usife kwa ajili ya mtu. Usife kwa ajili ya maisha ya watu. Mwambie wewe sio Yesu. Yesu alishakufa, inatosha. Bwana asifiwe. Haleluya. Uchungu unachosha nafsi. Unamsababisha mtu kujinenea maneno mabaya. Weka Ayubu 10:1. Uchungu unachosha nini? Sema nafsi. Nafsi ikichoka huwezi kufanya kazi. Anasemaje? Nafsi yangu inachoka na maisha yangu. Sitajizuia na kuugua kwangu. Nitanena kwa uchungu wa roho yangu. Anasema nafsi yangu inachoka. Rudisha ile pale mstari wa kwanza. Nafsi yangu inachoka na maisha yangu. Sitajizuia na kuugua kwangu. Nitanena kwa uchungu wa roho yangu. Amina. Inatosha. Mungu akubariki. Ondoa. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuondoa. Kwa hiyo toa hata hiyo, maana mengi hayako huko. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hujawahi kuona mtu ana uchungu anasema bora nife, mimi si kitu, mimi sina faida, mimi sijui nini, anajinenea maneno mabaya. Kwa hiyo uchungu unavojaa ndani haumpi mtu kujinenea mema, haumpi mtu kujitamkia mema, haumpi mtu kutamkia watoto wake maneno mema. Ndio maana uchungu mara nyingi, una mtu mwenye uchungu ni rahisi kulaani. Wangapi wanakubaliana na ninachosema? Wanawake wengi wenye uchungu wamelaani waume zao. Mwanaume hivi unafikiri mganga ana nguvu kuliko mke wako? Ukimuumiza mke, ana uwezo wa kusema tuone kama utafanikiwa. And I'm telling you, lile neno ni kufuli. Make sure unamfurahisha mpaka anatamka mema. Wamama, haleluya. Make sure unamfurahisha mpaka anatamka nini? Mema. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, uchungu unazuia mema ya mtu na unaleta mauti. Uchungu unazuia nini? Mema. Kwa hiyo penye uchungu hapana mema. Penye uchungu hapana nini? Mema. Na uchungu unamfanya mtu kuona Mungu yuko mbali. Uchungu unamfanya mtu kuona Mungu yuko wapi? Mbali. Yesu mwenyewe alimuuliza Mungu, Baba yangu, mbona umeniacha? Alivolia pale msalabani kwa uchungu kabisa, Eloi Eloi lama sabakitani. Si alijua kabisa Mungu amemwacha, lakini ni ukweli Mungu hakuwa amemwacha. Mungu ndo alikusudia apite pale. Kwa hiyo watu wengi sana wenye uchungu wanajua Mungu hayuko upande wao. Naomba nikutangazie neno hili asubuhi ya leo. Haijalishi uchungu ulionao, bado Mungu yuko upande wako. Amina. Kitu kingine, uchungu unaharibu mifupa. Wamama tupo? Sasa hivi watu wengi sana wanatumia supplement. Wamama wa zamani, nilimwona kuna yule dada nani hapa? Dada Kiswaga. Sijui kama alishawahi kutumia supplement. Dada Kiswaga, uliwahi kutumia supplement? Sisi kizazi hichi tukifika umri fulani tunaanza kutumia supplement. Uongo kweli? Hivi mnafikiri sababu ni nini? Hata uchungu unaharibu mifupa. Kwa hiyo kama hutaki kuchosha mifupa yako, chagua kusamehe, chagua kupuuzia mambo. Mmenielewa ninachokisema? Chagua kufanya nini? Chagua kusamehe, chagua kupuuzia mambo. Wamama, ngoja niwaambie kitu. Usisubiri mtu akuombe msamaha ndio uwe na furaha. Ili uweze kusonga mbele, chagua kusamehe kwa ajili ya Bwana Yesu Kristo na kwa ajili yako binafsi na kwa ajili ya afya yako. Sema amina. Tufanye maamuzi ya kuchagua kusamehe kabla ya kuomba msamaha. Hii biashara
Tuwaachie Wahindi. Tuachie nani? Wahindi. Wakikwazwa wanageuka mpaka waje waombwe msamaha, ndio wanarudi tena na maua na nyimbo. Wewe Msukuma, nani akuimbie? Wewe Mchaga, nani akuimbie? Wewe Mpare, nani akuimbie? Wewe Msamba, wewe nani akuimbie? Mme wako mwenyewe kwaya haimbi, akuimbie nyimbo gani ya kubembeleza? Eti niwaulize, eti wa baba, una nyimbo ya kumuimbia mke wako? Wewe usubiri akuimbie kama hajakuimbia nchi nzuri ya meta meta, huonekana kule mbali. Chagua kusamehe mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Samehe kwa ajili yako. Samehe kwa ajili ya furaha yako. Samehe kwa ajili ya afya yako. Samehe kwa ajili ya uhusiano wako binafsi na Mungu. Samehe kwa ajili ya ngozi yako. Wengine mna rinkozi mapema, si kwa sababu umezeeka, ni kwa sababu ya uchungu. Mmenielewa ninachokisema? Si nimekuambia mimi mwenyewe naitwa nani? Mazaa.